wanyonge. Hii unyonge sijui mlitoa wapi nyinyi. Mimi nakwambia sisi ndio tumebeba ansa ya dunia mzima. Sisi ndio tuko mpaka na dawa ya ukimwi. Mmesikia nyingine ugonjwa umetokea inaitwa Zika. Sisi ndio tuko na dawa ya Zika. Sisi ndio tuko na dawa ya Ebola. Unanielewa nakwambia? Lakini tukitembea hapa tukiwa wanyonge, dunia itaisha tukiona na macho yetu. Na tumekataa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Biblia inasema hatimaye msidi kuwa nini? Hodari kwa jina la Yesu. Ikasema muendelee kuwa wanyonge nyonge hapa. Na umekuwa mnyonge kwa sababu ya kusikiza mambo zingine ambazo hasina maana. Mpaka zimeingia ndani yako, zimejaa ndani yako. Ndio umekuwa mnyonge. Bali unataka kusoma, kanisani unataka kuja. Kanisani umeokoka huko nje, Bwana asifiwe. Tutaonana baadaye. Jambo la kutazama mwambie Bwana asifiwe, haleluya, glory. Huko nje Bwana asifiwe, anakuambia hai. Hata kujulikana watu hapa wameokoka. Yaani unamficha Yesu wewe. Ndio unaendelea kuwa mnyonge zaidi. Haya, inasema aje hapo, pengine inasema ya kwamba inasema Matendo ya Mitume 1:8, lakini mtapokea nguvu akiisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Si ndio nimekwambia unaonana kwa sababu ushakataa Roho Mtakatifu. Kuna watu siku ya leo hataki kuongea na ndimi akiaibishe. Anaona atia ni mngwana sana, sasa hawezi kuongea na ndimi. Lakini wakati alikuwa ameshikwa na mapepo huko, ungemkuta kwa dance anaimba bila suruali. Vitu za ajabu ajabu. Lakini sasa kanisa linataka nifanye ustaarabu. Hata kwa mambo ya Mungu, hata kuongea na ndimi. Wao sinaka ustaarabu wako hapa. Na kuambia ustaarabu wako uweke huko mbali kabisa. Hapa tumekuja kumwabudu Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Na lazima uabudu Mungu kwa kweli na roho na utulie ndani ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu in the name of Jesus Christ. Pokea nguvu kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Nyati ni mnyama mwenye nguvu. Hatutaki kusikia uliharo ukakufa. Yaani unaoa tu na kuaga. Tunataka, unajua kuna siku moja jamaa mmoja aliniambia Nigeria akishikwa awekwe ndani. Wale wa Nigeria wengine wasikia ati alishikwa ati akiwa na bangi. Wanamtandika vile hujaiona. Wanamwambia ungeshikwa kama uko na mzigo unaeleweka. Sio bangi. Anatandikwa na wale wengine vile hujaiona kwa sababu wanaamini ufanye kitu ambacho kitafanya mpaka shetani aogope. Unanielewa ninakwambia? Usiogope kitu chochote kwa jina la Yesu. Sio vizuri ati nimetumia huo mfano, lakini nimetumia ili uweze kuelewa. Ya kwamba wanaamini lazima ushikwe kwa kitu ambacho yani hata ukifungwa unajua kabisa nimefungwa kwa sababu ya kitu nimefanya. Lazima uwe na nguvu. Lazima ufanye kitu ambacho kinaeleweka. Kitakacholeta utukufu kwa jina la Bwana. Kama ni kuimba, imba na nguvu zako zote. Kama ni kucheza vyombo, cheza na nguvu yako yote kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni kuhubiri, hubiri na moyo wako wote. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. Pokea nguvu kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Wao sileta mchezo hapa. Hatuko Sunday school hapa. Hatuko Sunday school hapa. Hatuko Sunday school hapa, maana tunaambiana nipatie J, nipatie E, nipatie S, nipatie U. S hakuna hapa, ni vita. Na kama utakuwa na nguvu shauri yako wewe, utanikumbuka. Kitu ya pili, nyati ni mnyama ambaye si mzembe. Anafanya kazi usiku na mchana. Sio kama unalala mpaka saa 4 ndio unaamka. Alafu unaanza kuongea na ndimi yako kusema nitakufa nikiwa tajiri. Utakufa kama panya. Wacha nikwambie ukweli. Lazima uondoe roho ya uzembe ndani yako. Kama ni mama unaamka mapema, unatengeneza nyumba yako inatulia. Kwa sababu gani anaweza ingia pale na alikuwa anataka kuleta blessing, akute kwamba mwiko huko aondoke. Kuna watu wengine hata kuosha suruali ya ndani hapa ni shida. Uzembe yani umejaza uzembe ndani yako, uzembe hapa. Nyati kunasemekana usiku anafanya kazi na mchana bado anafanya kazi. Haleluya. Hiyo ndio siri nyingine mfanya hawa na China. Lazima uondoe uzembe. Lazima uondoe uzembe maishani mwako. Watu ni wazembe. Yaani unaona kuna akina mama wao wanauzaga mama mboga, tunawaitaga mama mboga. Huyo mama ameamka asubuhi, ameenda huko Mudhuru, amechukua mboga, amekuja ameweka hapa. Wewe bado umelala. Wewe bado umelala. Anakuja na gambu anapitia kwenye hizo matope yote, anaenda anaweka mboga zake pale na anatengeneza mzigo wake. Iko kama ni uongo. Wewe ambao umeshinda kwa nyumba, hauwezi kula nyumba.
atakubariki. Watu ni wazembe sana hapa. Hapa kanisani watu ni wazembe sana. Hata kujitolea kwa mambo ya Mungu, hata kujitolea kuomba, kusoma Bible, kupenda wale wengine hautaki. Uzembe ni kitu mbaya sana. Being lazy. Kama ningekuwa lazy, huu jumbe nimetengeneza ungeupata. Lazima uondoe uzembe ndani ya maisha yako. Kama unataka Mungu akubariki. Mungu habariki mtu mzembe. Mungu anabariki mtu ambaye ana bidii. Na ndio naona watu wengine hata hapa Kenya wamebarikiwa sana, na hao wengine wanawaita waizi. Kama ni waizi, si uende na wao uibe tuone. Kama ni waizi, enda uibe tuone. Kwanza utakutana na risasi, ndio utanikumbuka wewe. Yaani mtu amechoma mahindi, amepata pesa zake, mtu amefanya vitu zake, Mungu amebariki, waone na kusema ya kwamba ni muizi. Wewe unasema ni muizi, na kuambia hautakuja barikiwa maisha yako. Kwa sababu badala uone uzuri wa yule mtu, umwambie niuzie siri zinisaidie, uona muita muizi. Unasema alienda kwa mganga. Ulimuona wapi wewe? Ulimuona wapi? Tuondoe uzembe na Mungu atatubariki. Nyati sio mnyama mzembe. Hiyo ndio imemfanya ajulikane kwenye nyika. Kwa sababu mchana anafanya vitu vyake, usiku ndio anafanya zaidi. Wengine hata usiku Mungu akikuamsha uombe, unaanza kufikiria ule kijana alikuacha miaka ya zamani. Hata rudi alishaenda kama nikuliona aliamini mwingine huko. Na sasa zingine wewe ndio ulimwachilia na mdomo yako. Sasa zingine wewe ndio ulimwachilia na mdomo wako. Tuondoe uzembe. Kuna kitu ninaongea hapa ninajua. Mimi hapa nimehubiri zaidi ya miaka 20. Kwa hivyo hata kama mimi ni mjinga, kuna kitu najua wewe hujui. Miaka 20, hata kama mimi pumbavu, kuna kitu najua wewe hujui. Na ndio naona nimevaa nguo kama hizi, zinakaa kama za mwanamke. Usione kama ni mchezo. Nani angependa kuvaa hivi? Ni kwa sababu Mungu amenichagua na ameshanitia mafuta. Nimwambia ukweli, ondoa uzembe katika maisha yako na Mungu atakubariki. Na utajulikana. Kama ni kusoma, soma kwa bidii. Sio unasema Mungu amekuita, alafu unaachia standard yetu unakuja hapa kutusumbua. Na ujue hapa kusema praise God, unasema praise the God. Ondoa uzembe kabisa maishani mwako, na Mungu atakubariki. Mungu atakubariki na utajulikana, kwa sababu unafanya kazi kwa bidii. Na Mungu amesema nitaibariki kazi ya mikono yako. Hajasema nitabariki uzembe wako. Lazima uwe mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii. Unaamka asubuhi, unajipanga vizuri. Unajipanga vizuri. Watu wakiingia kwa nyumba yako, sukari ya ndani iko hapa, vitu ziko huku, watu wanagonga vitu huko, hawaelewi huyu mtu anaishi namna gani huyu. Alafu naambia msijali, hapa sio kwetu ni mbinguni. Hapa ndio utaanza tabia kabla hujafika mbinguni. Wacha kujificha hapa na mbinguni. Ondoa uzembe. Ninasema dada, ondoa uzembe. Usitarajie kuolewa na mtu ndio akuja kupatia chakula atakuua. Wacha kukuta ukijipatia chakula ndio kuheshimu. Si ndio naona watu wanaoa mama wazee isipokuwa mimi. Yaani unaona mtu anatokea na limama lizee limechoka. Na anakuambia huyu Mungu aliongea. Mungu gani huyo? Hata kama ni Yesu mwenyewe alikuwa anaoa, Mungu anakubali aoe mama mzee. Wewe wacha kutuchanganya akili hapa wewe bwana. Tunaelewa mambo mengi. Wewe sema ni plot ya huyo mama uliona, ndio ulikimbilia na utaipata, lakini hautakuwa na sauti kwenye hiyo nyumba. Na hakuna kitu kibaya kama kupatiwa chakula na mwanamke. Utaona ile ngoma hujaiona wewe. Wewe nakuona wewe kijana. Hakuna kitu kibaya kama kupatiwa chakula na mwanamke. Utaona ile ngoma hujaiona wewe. Hiyo nyumba utaongea. Hata kupatia chakula na kuletea mwindi. Si watu walimwachilia. Watu wamemwachilia. Unataka kuletea mpaka chakula, kuletea mpaka mtoto mwingine na utaongea hiyo kwa nyumba. Ndio utanikumbuka wewe. Ninajua hata kuja kunialika tena, lakini jina la Bwana libarikiwe. Ni mimi na nyinyi leo tutaonana na nyinyi. Ondoa uzembe. Ondoa uzembe maishani mwako. Fanya kitu. Soma kama ni kusoma na soma. Kama ni biashara fanya. Kama ni mwanamuziki, imba nyimbo zako. Mpaka sikuletea chakula kwenye nyumba. Sio kuja kuonyesha watu hapa vile unajua kushika mic na hujatoa hata kanda moja. Unatuonyesha nini sasa? Unatuonyesha nini tujaiona? Hata sisi tunaweza imba. Tutajua wewe ni mwanaume
gitaa unaishika nini? Sasa baada ya ondoa uzembe. Ondoa nini? Ondoa uzembe. Ondoa uzembe kabisa. Kama ni biashara fanya. Pika mipaka. Enda chukua nini mizigo leta. Pigana hiyo barabara kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Na wakati mwingine unatembea ukiwa na Bible. Watu wakiwa na Bible wanakuondokea. Ya, unatembea unawaambia mbona tena wa Kristo. Hilo tunaona mimi kila sana kaaga hivi. Mimi ndio preacher yule peke yake Nairobi mzima anakaaga hivi. Nitu kila sana lazima unione niko na kola. Ni kweli. Watu wengi wanashindwa kwa nini wanataka kujionyesha, nionyeshe nani? Nijionyeshe sana, nijionyeshe. Mimi niko na nini isipokuwa Yesu? Ninavaa hivi ili nikutane na vuta bangi na kuonya mapema kabla hiyo kifua hajapasuka. Ninakuonya kila siku. Uliza ndugu tumekuja naye. Huko kote tumetoka nimekuja nikihubiria watu. Nikiwaambia mnafanya nini nje kanisani haraka? Kanisani haraka. Wala sio mtaenda kuzimu. Na mtaonekana tena. Unaona watu wanaogopa. Ondoa uzembe na uwe na bidii na Mungu atakubariki. Hebu sikia vile Biblia inasema hapa kwenye kitabu cha Mithali 6:9 hadi 11 utajisomea. Ewe mvivu utalala hata lini? Wewe mvivu utalala mpaka lini wewe? Na kuna watu wanakuwa na roho ya kulala tu. Yaani analala tu anajimwagia mate huko tu. Na analala bila maono. Baba utaona hiyo usingizi ndio utakula wewe. Kwa hiyo usingizi ndio utakula wewe. Bado sugua watu hapa. Na kama una hiyo roho tutaikemea leo iondoke ndani yako. Sio kulala ovyo ovyo hapa. Bado unajisahau. Utatoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono yako. Hautaki mikono yako ifanye kitu chochote. Wengine wewe hapa unaweza kuwa salonist mzuri sana. Na unasuka watu nywele. Na wakati mwingine haujui mke wa rais anaweza kuja hapo msuke nywele. Usione kama ni mchezo wewe. Kwanza wale watu wanafanya kazi ya maid hapo usijidharau. Hiyo ndio kazi ile mzuri sana mimi najua ukifanya vizuri. Kuna kasichana kamoja kaliambia dada yake ndugu yao asubuhi akamwambia nimeona nimeingia ndege na nimeenda Amerika. Brother zako wewe. Kati ya watu wako hapa wewe sasa. Hiyo ni mambo yako. Hapo katoka ushago au kakatiwa maid. Na akajiliwa na minister mmoja hapa Kenya sitaki kumtaja jina lake. Asijigane kusikia nilimtaja. Hapa tunataja Yesu hataka kujua mtu mwingine. Na nielewa. Mke wake akawa mgonjwa. Ndio kakaambiwa wewe ndio mtaenda naye kwa sababu watu wako busy hapa. Kalikuta tu kameletewa visa na kamechukua bag, kakoea kwa tukaambia brother zake tuonana baadaye. Tuonana baadaye. Wanacheki ngoma hivi. Wanakumbuka siku moja ataingia ndege. Tuonana baadaye. Baadaye kurudi nyumbani kusalimia watu wakajitoka ndani ya ndege chua na kakaondoka. Baadaye ndio karudi. Kakawaambia si nilimwambia mahali huko ndipo baraka zako ziko. Usidanganywe na mtu yoyote. Hapo ndipo muujiza wako huko. Tulia ndani ya Bwana na ufanye kazi yako kwa bidii. Lakini usije hapo uchukue bwana ya mtu utakatwa masikio. Na ukiona anakushikashika uambie mama haraka. Ndio mwasema amina hiyo. Usipate usingizi. Hivyo umaskini wako utakuja kama mnyang'anyi na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Biblia inasema ukiwa mvivu umaskini utakuja kwako kama mnyang'anyi. Ondoa uvivu. Na hizo ni roho unatakana. Saa zingine nyanyako alikuwa na hiyo roho. Ndio ilifanya akufe kama hajaona destiny yake. Inatakana hiyo roho ikate kabisa kwa jina la Yesu. Na maombi na kufunga. Uivute kabisa. Uiambie sitaki uzembe karibu na mimi. Nataka kuamini Mungu, nataka kuwa bidii. Hata Yesu alikuwa mfanyikazi sana. Kama sio Yesu tungekuwa tumeokoka. Ni kwenda mali wangu. Alihubiri akauawa msalabani. Siku ya leo hatuvuti bangi. Hebu mpe Bwana makofi haraka. Mpe Bwana makofi haraka. Siku ya leo akutembea huku tukiwa na uoga na makondo mtumebeba. Niongeni siongee. Tumetulia ndani ya Bwana. Haleluya. Kwa sababu ya bidii ya Yesu.
lazima uwe na bidii. Kama unataka uwe na jina kama nyati. Nyati ni mnyama mwenye bidii. Hebu sikia vile Biblia inasema hapa Thessalonike 3:10-11 anasema kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwepo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula. Wewe una hiyo tabia kushindwa kupitia nyumba za watu. Unasema nilikuwa napitia hapa ndugu nikasikia roho amenionyesha niingia hapa. Usiongee mambo ya roho, sema ni njaa. Alafu unakaa hapo mpaka ukule chakula ya ule mtu na hakuna kitu umefanya. Siku moja jaribu kuja kwangu ndio utaniona. Utatoa ushuhuda mpaka mate icha kwa mdomo. Alafu nakusidikisha. Nalikwambia Bwana akubariki, tuonana baadaye. Tuonana baadaye. Mambo ya uvivu ni mbaya. Unaona mtu anakuja na watu wanakuja kwa ndugu mmoja, unaona wote wanakuja huko wanakula chakula yake yote. Mpaka watoto wanauliza baba, si tutakula nini? Wacha nikwambie, nyumba yako sio hoteli. Unasikia? Hebu niangalie vizuri. Haya ndio mafunzo ya kitume. Nyumba yako sio hoteli. Lazima uonyeshe watu kufanya kazi. Wala si watakula mpaka wakule chakula ya watoto wako. Na hao watoto wataki kujua wewe ndio baba yao, wanataka chakula. Utaleta mpaka vita huko kwa nyumba. Hata ikiwezekana ndio kwa wanunulia huko nje. Mambo ya watoto wachane nayo. Mbona mnanyamaza hivi? Usicheze na watu. Kuna watu wajanja hii dunia. Hawataki kufanya kazi. Mungu ameshawabariki. But they don't want to work and be a blessing to themselves and be a blessing to other people. Kazi yao ni kufinya wale wengine. Na mimi sitakubali kwa jina la Yesu. Bible inasema kama utafanya kazi ulale njaa. By force. Unasikia? Mimi nakwambia ukweli, kuna watu wajanja hii dunia. Wajanja kama sungura. Na hao mimi nawachua, hata akiingia kwangu pale kwa mlango huwa namjua. Na hiyo mambo ya kualika watu kwako sana uachane nayo. Kuna brother mmoja ameniambia alialika jamaa mmoja amemnyang'anya mke. Siku ya leo kuja kwangu hata kwa mgeni nataka kuomba. Kwanza nakwambia hebu tuombee hapa nje nisikie vile utaomba ukiingia huko ndani. Hebu tukaje maombi nisikie. Usikuje kunyang'anya mtu afuta maombi. Kama umeenda hapo kuangalia kitu unaanza kusema hii television. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Nimeshika. Na ndio naona kila saa wakati mwingine naombea ndugu zangu, baba pia naachilia damu kwa hizi vitu kwa jina la Yesu. Mtu yote anaweza angalia na macho mbaya. Hiyo sasa unaweza kuja na hiyo ujanja kuja na mimi niliomba mapema. Usione watu ni wajinga hapa. Kuna watu waseme sana. Kila saa lazima avae nguo yako na hii mambo ya kupatia na nguo kwanza uachane nayo. Kila mtu aje akanunua nguo zake ikomba. Sio mnabadilisha nguo tu dada anampenda atakana naye mbinguni, wacha avae nguo. Atavaa hiyo nguo tena atakufanyia vitu. Utaona vile ujaiona wewe, ndio utakumbuka wewe. Hii dunia siwezi amini mtu isipokuwa Yesu. Biblia inasema vizuri kwenye kitabu cha Mika 7:5. Usimwamini jirani. Usimwamini kiongozi. Hata mke wako ambaye analalia kifua chako, usimpatie siri zako. Si ndio Biblia inasema hivyo? Na ndio unaweza zingine unaweza kuambia mke wako kabla sijakuoa nilikuwa na urafiki na Jerry. Unajua wanaume wanakuwa waaminifu sana wakati mwingine. Wanaume sasa zingine unataka kitaka kitu anatoboa tu, anatoboa siri. Sasa kitatoboa siri kutaka kumsaka na huyo mwanamke. Wewe ndio unamwambia mambo ya Jerry. Uchelewa huko nje, unamwambia mama alikuwa anakuambia waacha ujinga, mlikuwa na Jerry. Wewe mwenyewe ndio unamwambia. Wewe mwenyewe ndio unamwambia hiyo mambo. Wewe mwenyewe ndio unamwambia nini? Lakini kama ungenyamaza na ujue ulisamehewa na Bwana. Na utulie kwa nyumba yako, ungeasha moto. Ungeasha moto na nielewa. Hii dunia amini Yesu peke yake. Yesu peke yake ndio aweze kukuleta down. Haya, na mbona mnaangalia chini hapo angalia vizuri. Ninakuambia mapema, amini Yesu peke yake ndio aweze kukuleta down. Ukishamwamini atakuletea wale watu waaminifu karibu na wewe. Ili ukianza na wale watu na yeye anajiondoa. Wanakunyorosha ndio utakuja kukumbuka baadaye. Ndio utakuja kukumbuka baadaye. Uvivu uondoke kabisa kwa jina la Yesu. Na ule mtaka na tuangalie yule ndugu anataka kufanya kazi, tusio tunamkaribisha nyumba zetu. Tunamtolea tu ushuhuda pale kwa mlango, tunamwambia Bwana asifiwe, tuko tu tunaendelea na Yesu ni Bwana. Wewe unaendelea ni sawa salama, Mungu akubariki, unafunga mlango. Aende afanye kazi. Wala sisi tutaingiza wako wakora kwa nyumba. Niangalieni vizuri na mimi sifichi.
waendao bila utaratibu ndio hao wanakuja kwa nyumba yako. Wanaenda bila utaratibu, bila maono. Maono yao tu ni kukuangamiza na kula chakula yako. Hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Umekaa kwa nyumba unaona dada amekuja, anakuja unasikia kuhusu ndugu fulani. Ndugu fulani sio ndugu, anaongea mambo ya ndugu na kuna kitu anaangalia kwa nyumba yako. Hawajishughulishi na mambo yao, hawana utaratibu wowote. Bali nasema wanajishughulisha na mambo ya wengine. Na hii mambo ya watu wengine wachane nayo. Unajua kuna mmoja asikia kiniambia, "Bishop nikumbuke ukienda kanisani." Nikamwambia, "Sina kukumbuka, niko na shida nyingi sana kabla sijamaliza zangu ndio namaliza." Hivyo mtindo kiombaomba maombi hapa, na unataka kuomba, na unikumbuke. Sina kukumbuka, niko na shughuli nyingi. Kuja kanikumbuke hata wewe. Kuja, wao sicheze, ukikaa karibu na mimi ndaondoa ujinga, usinione mimi. Amen. Mimi sitaki mchezo, usileta ujinga karibu na mimi. Wataki kuomba mimi nikuombee, ungeniachili nikuombee. Au ungeniachili hata wewe kuja uombe. Usikie uchungu wa maombi. Ndio wacha mchezo. Tuondoe uzembe, mpaka uzembe wa maombi. Hata wazi maliza baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni. Yaani baba yetu uliye mbinguni unaomba mpaka asubuhi. Wewe. Hauna hitaji msaada mkubwa sana wewe. Wengine wao sikiza mpigaji magoti. Hatukupiga magoti hivi tunaomba. Hivi tunaomba Mungu Baba. Wapigaji wengi wanaomba magoti wakati anaomba chips. Wewe usisahau chips. Na vitu vingine wanaitishana hapa za ajabu ajabu. Ndio wanapigania magoti. Siku ya leo ukiangalia magoti ya watu hapa ni nyororo kama nyama. Nyororo kama nyama. Na watu wanaomba tu utaratibu tu. Utaratibu. Na wengine kulala ukitaka. Na wengine kulala vitu za ajabu ajabu hapa. Nyinyi tuonana na nyinyi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Okay, ina si lingine. Nyati huwa wanakaa pamoja kama kundi. Wanaelewa umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Wewe angalia nyati wakiwa kwenye nyika, wanakaa pamoja. Waangalie kabisa, they are united. Na mimi nakwambia hauwezi penya ukuta wa nyati hata kwa wewe ni nani. Hata simba mwenyewe inabidi apige upande ule, apige upande ule, apige mpaka wachangane. Na bado wanarudi pamoja. Na watu mmoja amebebwa wanakuja, simba anatoroka. Nani ameshaiona hiyo kitu? They are united. Alafu na mmoja sana wakiona mabamua na adui. Kwanza watoto wanawachukua na waeka huko ndani. Na kana huko nje shauri yako kanabebwa. Na kuna mtoto mwingine hapa kwa kiroho, kijaribu kutuingiza hapa ndani. Tunajua sana na kuliko mchungaji, tunaanza kuruka unavunjwa babu. Unavunjwa babu. Na wengine unajua mtu kwa nyati kama ameshikwa, huwa anapiga kelele. Ndio hizo nyati zingine zote zikakuja. Sasa wengine wameshikwa na wanataka kupiga kelele. Hawataki kupiga kelele. Hauwezi penda, acha nikwambie. Kama hili kanisa mtaenda mbali, lazima mwe kitu kimoja. Na hii mambo ya Uluya, Ujaluo, Ukikuyu, Ukalenjin muondoe hapa. Mambo ya ukabila muondoe hapa kanisani. Uondoe kabisa hapa. Uondoe hapa kabisa. Hapa tumekuja kuabudu Mungu. Uondoe mambo ambayo hayajulikani hapa. Ukisikia mtu anaongea mambo ya pasa, unamwambia umeniambia. Hebu nikutane Jumapili, unakuja unaita pasa, unamwambia rudia hilo uliniambia jana. Rudia hapa kama wewe ni mwanaume. Ama kama wewe ni mwanamke, uliniambia hivi na hivi, rudia hapa mbele yake. Ndio nijue kabisa. Amen. Huko unamsengenya, ndio naanza msikia Bwana asifiwe. Enea siku anajua. Msipokuwa kitu kimoja, nyinyi mnaimba hapa, mnapiga mchungaji. Yeye anahubiri saa zingine na yeye anawapiga. Unajua kuna wachungaji wengine wanapiga pia. Hilo kanisa haliwezi simama. Hata wakati adui anaingia, mnanyoroshwa kwa sababu adui ameona udhaifu wenu. Hamko kitu kimoja. Kwa hiyo anachukua huyo na haribu, ukikuja kugundua mambo yote yameshaharibika. Hivyo ndivyo Al-Shabaab. Na nyinyi Al-Shabaab na waona kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Hili taifa la Kenya hakuna kitu mtafanya. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Hakuna kitu chochote mtafanya, na hii vita mmeshindwa.
anaweza fanya. Na nimetangaza umoja kwenye hili kanisa kwa jina la Yesu. Na mtu yoyote, hebu sikiza hapa vizuri sana. Nimesema hivi, mtu yoyote atakaingia hili kanisa akiwa na mipango yake ya kando, nimetangaza asikuje kupita ile mlango kwa jina la Yesu. Asikuje kupita ile mlango kwa jina la Yesu Kristo. Lakini kama utakuja hapa, uwe baraka kwa kazi ya Mungu. Uwe baraka kwa huyu dada. Uwe baraka kwa yule ndugu, tumekukubalisha hapa. Lakini kama unakuja na mabema, ile mlango usipite. Na usicheze na mimi. Usicheze, ukisikia nimekunyoshia kidole hivi, ukae mbali sana.